Amen. Hallelujah. Praise God. Our home viewers, we thank you for joining us again. We welcome you for our midweek service. Wherever you are, just rise on your feet. Let's give God praise. Let's worship Him. Lord, we praise you. We glorify your name. Lord, we thank you because you are a glorious God. Lord, we uplift you, Jesus. No other God is like you, Lord. You are the Ancient of Days, the Alpha and the Omega. Lord, we exalt you, Jesus. Great come and move, Almighty God. As we Lord, may your glory come down. Amen. Thank you, Jesus. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Things already better, Already better, they are so better. already better. When the Lord is on the throne, things already better, things already better, things already better, things already better. I got no fears in my heart when my Lord is on the throne. Things already better, things already better, things already better, things already better. Already better, They are so good. already better. I have confidence in you, Lord. Is on the throne. Things already better, things already better, things already better. Mambo sawa sawa, maishani mwangu, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo yote sawa.
Jesus. You are the great God, the great I am. No name given to man above, but it's never on your name, Jesus. We exalt your name, O Lord. You are our best friend. You are the one we know, the Lord. We praise you, glorify you, Jesus. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, Yesu rafiki mwema. Yesu ninampenda. Huyu Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Hakuna mwingine, wewe ni rafiki yangu. Baba, kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa mwingine. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule
prayer tonight. Tutaenda mbele zake Bwana kwa maombi usiku wa Let's pray leo. for Pastor Greg Mitchell, the Prescott Church. Tuombee mchungaji Greg Mitchell kana nzima la Pray Prescott. that God may move and touch them. Bwana akaweza kutembea na kuwagusa. Let's pray for Pastor Payne as he labors in Australia. Tuombee Pastor Pedro na kazi kule Pray Australia. for the hand and grace of God upon him. Tukeze kwa mkono wake Bwana pia Let's neema juu continue yake. praying for our churches in Rwanda, Tuendelee pia kwa makanisa yetu kule for Rwanda. God's intervention. Kwa Bwana kuingilia kati. Let's also pray for our country, Tuombee pia taifa for letu. God's healing and deliverance. Unajua wake Mwenyezi Mungu na pia We need to ukombozi. continue praying for those that have got special needs. Tuendelee kuombea wale ambao wana mahitaji Pray maalum. for the parents to Sister Sanaipe, Tuombee wazazi wake dada the Sanaipe, father to Brother Soja, babake ndugu yetu the Soja, parents to Sister Prince Anna. wazazi wake dada yetu Prince Anne. Let's pray that God may move upon them, touch them, bring healing upon their bodies. Tuombe Bwana akaweze kutembea kusababisha uponyaji juu ya mwili wao. Let's pray for Sister Sylvia Makori and the family, Tuombee dada Sylvia Makori na for familia God's yake. comfort and consolation upon them at this time of morning. Faraja yake Bwana pia kuliwazwa wakati huo No maombolezi. doubt you're there, you have a need. Bila shaka uko mahali pale uko You na want God to mahitaji. move, you want God to intervene upon your life. Nataka Bwana akaweze kutembea kwenye kati maishani mwako. Want to encourage you to join our faith with ours. Ningependa kuhimiza kwamba unganishe imani yako na Let's call yetu. upon God and let's reach out to Him. Tukaweze kumitia Mungu, tukaweze He's the kumfikia. God who's concerned about Ni us. Mungu ambaye anajali We are going kuhusu. to raise our voices. Tukaweza kuinua sauti Call zetu. upon the Lord. Tumitie Bwana. Brother Soldier will come to seal the petition. Soldier kuja kuja kwa Let's maombi. raise our voices and call upon the Lord. Tumitie Bwana mahali Father, hapa. Lord God Almighty, O Lord Heavenly God. Father, we thank you. We give glory and honor to your precious name. Lord, we thank you for your goodness, for your mercies every morning. This time, Lord, we want to commit our needs before you, Lord. Committing the needs of the fellowship, Lord, we pray for our leadership in church, Almighty God, remembering all them that may take care of their lives, King of glory, in their moves, in the Almighty God. Touch them, Almighty God, even in the Almighty God, in the services. God, I pray that you may move upon their lives, Lord, in Jesus' name, Lord. Lord, we pray for Kenya. The Lord, we shall, Almighty God, move upon our lives, Almighty God. Lord, we pray that you shall move even upon, Almighty God, every Almighty God, Lord. We thank you, Almighty God, for even them, Almighty God, that are sick. The Lord Almighty God, you shall move, Almighty God, upon their lives, because you are healing power, Lord, over their lives, Almighty God. Lord, I pray for even our sister, Almighty God, Sylvia Makori. The Lord Almighty God shall move upon her life, Almighty God, even as she is mourning. Take care of them, Almighty God, and let them, Almighty God, do, Almighty God, as you please in their lives, Almighty. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a big hand clap. Weza Hallelujah. kumpa Bwana makofi Amen. makubwa. It's a wonderful, wonderful Ni blessing baraka tena ya for ajabu. us that to be able to worship God this Wednesday evening. Tukaweze kuabudu Bwana Jumatano hii jioni. Let's open our hearts and let God minister to us. Tukaweze kufungua mioyo yetu, Mungu akaweze kutuhudumia. Want to remind us of the announcements. Wakumbusheni matangazo. We have prayers every morning in the church from 5. Maombi hapo kanisani kila asubuhi saa Want to 11. encourage you, pass by. Let's pray. Let's call upon God together. Ningependa kuhimiza kwamba pitia ukaweze kuomba tuombe Bwana kwa pamoja. Then Sunday morning worship service will be streamed at 10:30. Jumapili ibada ya asubuhi itaweza kuonyeshwa katika mtandao And saa evening 4:30 service is going to be streamed at 5. na ibada ya jioni itaweza kuonyeshwa katika mtandao saa Again, I 11. want to encourage you, take time with your family. Ningependa kuhimiza kwamba chukua wakati wako na familia, Stream the services. ona ibada zile. These are regular services that you need to be a part of. Hizi ni ibada kada unafaa kuwa sehemu yake. So let's be faithful in that. Tuaminifu katika That's hilo. all here for the announcements. Hiyo ni yote matangazo. Amen. We want to worship God with our resources. Ningependa kuabudu kwa rasilimali zetu. The Bible says God loves a cheerful giver. Biblia inasema kwamba Mungu anampenda toe kwa furaha. No, giving in God's kingdom Kutoa katika ufalme wake Mungu is the time that we need to rejoice in. ni wakati ambao nafaa tukaweze kufurahia. We get the opportunity to be a blessing to the kingdom of God. Tunapata ile fursa kuwa baraka katika ufalme wake Mungu. We get an opportunity to partner with God in his kingdom business. Tunapata fursa kushirikiana Mungu katika ufalme, shughuli za kifalme zake. We also get an opportunity to sow a seed that will bring a spiritual blessing upon our lives. Tunapata pia fursa ya kupanda mbegu ambayo itaweza kuzalisha matunda ya Roho And Mtakatifu. that's why God loves a cheerful giver. Ndio maana Mungu anampenda atoe katika We are not furaha. losing when we give in God's kingdom. Hatupotezi tunapotoa katika ufalme wake God Mungu. blesses us. Mungu God atubariki. gives us his favor. Mungu anatupa kibali chake. We have a good opportunity to honor him tonight. Tuna fursa ya ajabu kumheshimu siku ya Let's leo. bring him his tithe, bring our offerings. Tumletee fungu la 10 na Let's sadaka follow through zetu. with our pledges. Poteza pia ndiri zetu. Let's believe God together. Kwa hivyo kwa As we pamoja bow down our heads. vichwa vyetu. Amen. Brother Dan, raise your voice, pray for the offering. Wacha niombe sadaka. Baba, tunasema ni asante mfalme wa ajabu.
tunapoenda kuheshimu kwa sadaka fungu la 10 mfalme, na hata nadhiri zetu tunaamini ya kwamba zitazidi kuwa baraka kwa ufalme wako Kristo. Tunapoenda kutoba tuzidishie kadri tofauti. Jina lako barikiwa, lipewe sifa kwa Yesu Kristo na upata nikiamini. Amen. God bless you as you give.
thank God for that wonderful ministry. Nashukuru Bwana kudumu huu wa ajabu. If there were people in charge, I would have told them, let's give the Lord a big clap for that ministry. Niko watu hapa kanisani ningesema kwamba tupatie makofi makubwa Amen. kwa After huduma such huo. good music, you feel like preaching. Baada ya wimbo mzuri kama unahisi tu kuhubiri. Have your Bible, the book of Mark in chapter 1. Biblia yako kitabu cha Mariko As mlango we wa kwanza. go to the word of God, Mark in chapter 1. Mariko mlango wa kwanza. Most of us have said before, Wengine wetu tumesema hapo kabla, leave me alone. achana na mimi. When a person is angry or upset, they tell the other, leave me alone. Wakati mtu amekasirika ama amekosewa anasema kwamba achana na mimi. When little children tease one another, Watoto wadogo wakiwa wameweza kuchokozana, sooner or later one will say to the other, leave me alone. punde ama baadaye ataambia mwenzake achana na mimi. This is a common term that people use when they disagree. Hili ni neno la kawaida ambao watu wengi wanatumia wanapokuwa wamekosa kuelewana. The problem is that we can easily start operating with God in this kind of manner. Shida ni kwamba tunaweza anza kufutana na Mwenyezi Mungu katika hali kama hii, And find ourselves telling him, leave me alone. na ujipate ukiambia Mungu ya kwamba achana na mimi. And we do this to our own peril. Na pia tunafanya hii kwa hatari yetu wenyewe. So I want to minister a sermon I've called, Leave Us Alone. Nataka kudumu jumbe limetia mada achana na sisi. Mark chapter 1, Mariko mlango wa verse kwanza 21 to 27. Follow along as I read. 1:27 fuate napoenda Then they kusoma. went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit, and he cried out saying, let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, be quiet and come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, what is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him. Father God, we need you tonight. We need your presence and your Holy Spirit. Father, I commit this word into your hands, I pray, that you may use it to minister to us. Cause the liberty of your presence and spirit, oh God. Lord, I pray for your anointing. Minister to our hearts and lives, and let the glory and honor be yours. In the name of Jesus. And all God's people said, amen. Leave us alone. Achana na sisi. First, we need to ask ourselves a question. Kwanza nafaa tukaeze kujiuliza swali. Why does mankind say to God, leave us alone? Kwa nini kizazi cha mwanadamu kumwambia Mungu achana na sisi? I have known some people who think the best thing God could do for them is to leave them alone. Najua watu wengine wanaanza kwamba cha bora Mungu kuweza kuwafanyia ni kuachana tu na wao. They don't want to be bothered with God and his word that teaches us to live godly lives. Hawataki neno lake Mwenyezi Mungu ambalo linatufundisha ya kwamba tuishi maisha ya kiungu. To be unselfish, to be obedient. Kukosa kuwa watu wa binafsi, kuwa watu watiifu. And because they don't want that, they tell God, leave me alone. Kwa ajili wataki kukua hivyo, anaambia Mungu kwamba achana na mimi. There are those in their greatest time of trial, Kuna wale wakati wa mkubwa wa majaribu, times of heartaches and trouble, wakati wa magumu na pia na they shida, decide to be left alone. wanaamua kuachwa tu peke yao. Some even quit the church Hata wengine wanatoka kanisani because they want people to leave them alone. wanataka watu kuacha tu peke yao. We can talk about Elijah tonight. Tunazungumza kuhusu Elia usiku wa leo. Elijah is from having a great revival. Elia ametoka kupata mwamko He mkubwa gets sana, a threat from Jezebel. akapata tishio kwa Yezebeli, akaanza And the kupata Bible tishio. says he started running. Biblia inasema kwamba akaanza He kutoroka, wanted to be all alone. anataka kaza kusalia tu He peke gets yake. to a place and says, God, I want to die. Ikafika
akafika mahali akaambia Mungu ya kwamba Mungu anataka kufa. I've seen people in marriage, their marriage is dying. Naona watu katika ndoa ambao ndoa zao zinakufa. It's in serious trouble. Au katika shida kubwa. But they want to be left alone. Lakini wanataka watu tu peke yao tu. And they don't want anyone to intervene in their situation. Na wataki mtu yote kuingilia kati katika hali There zao. are others because of their pride. Kuna wengine kwa ajili tu ya kiburi chao. When their pride and ego is hurt, Kiburi chao na taasubi napopata majeraha. they want to simply be left alone. Wanataka tu kuachwa tu peke yao. To go ahead and destroy their lives. Kupiga hatua ya mbele kisha kuharibu maisha yao. Those who are rebuked by the word of God Wale ambao wanakemewa kwa neno lake Mwenyezi Mungu often feel they would be better off left alone. mara mingi wanahisi kwamba watakuwa bora kuachwa peke We yao. get a picture in our text. Tunapata picha katika andiko letu. Jesus goes to the synagogue. Yesu akaenda katika sinagogi. And there is a demon-possessed man. Kuna jamaa ambaye pagana na pepo The mchafu. demons cry out to Jesus, Mapepo akaenda kumlilia Yesu Kristo. leave us alone. Achana na sisi. What are we got to do with you, Jesus of Nazareth? Tumekukosea nini wewe Yesu wa Nazareti? It is obvious that the devil wants nothing to do with Jesus. Ni kawaida sana kilonda kufanya na Yesu Kristo. But you know, beloved, tonight, Watu ni wapendwa usiku wa leo. it's amazing Ni ya that there kushangaza. are people who, like these demons, Kuna watu kama pepo haya say to Jesus, wanamwambia Yesu, what have I to do with you, Jesus of Nazareth? Leave me alone. nina nini cha kufanya na wewe Yesu wa Nazareti? Achana na mimi. Because they want nothing to do with Jesus. Kwa maana hataki lolote kufanya na Yesu The Kristo. Bible speaks of many who wanted to be left alone. Pia nazungumza kuhusu wengi ambao walitaka kuweza kuachwa peke yao. In the book of Luke in chapter 4, Kitabu cha Luka mlango wa 4. some demons wanted Jesus to leave them alone, Hapo mengine alitaka Yesu akaache peke yao so that tu. they could go on destroying a man's life and cause trouble to him. Ili wakaendelee kusababisha mangamizo katika maisha yule jamaa na kumletea shida maishani. In our text, the demons tell Jesus, leave us alone. Katika neno letu tumemwambia Yesu Kristo achana na sisi. Because they wanted to continue oppressing and tormenting the life of that man. Kwa maana walitaka kuendelea kutesa na kuumiza maisha ya huyu In jamaa. Matthew chapter 15, Katika Mathayo 15, the Pharisees rejected the words of Christ as ridiculous. Wafarisayo wakati lake Yesu Kristo kama neno la kimzaha They mzaha. plotted to silence him Walipanga mpango kumnyamazisha. because they held their traditions above the word of God. Kwa maana walishikilia desturi zao za neno lake Mwenyezi Mungu. They wanted Jesus to leave them alone. Walitaka Yesu Kristo kuachana na wao. In Romans in chapter 1, Katika Warumi mlango wa we kwanza read of a group of people tunasoma kuhusu kikundi cha who watu wanted God to leave them alone ambao walitaka Mungu kuachana tu na wao so that they could continue on in their perversion and sin. ili wakaendelea katika lea uchafu na pia katika dhambi zao. And I can submit to you tonight Naweza kuletea usiku wa leo that in today's world, katika ulimwengu wa there is sasa a never growing cry from mankind kuna kilio ambacho kinaendelea kukua katika kizazi cha to be mwanadamu left alone kiweze kuachwa peke when yao. it comes to God and His word. Inapofikia Mwenyezi Mungu wa neno lake, Mankind wants to do what he wants to do. wala nafikiri hata mwanadamu anataka kufanya chio peke yake tu. Mankind wants to live his life the way he wants to live Mwanadamu it. anataka kuishi maisha yake jinsi mwenye anaweza kuyaishi. And so because of that, there's a desire in the heart of man for God to leave him alone. Na kwa ajili ya hiyo kuna shauku mwanadamu moyoni mwake Mungu akaweze kumwacha kuishi peke yake. And we can ask ourselves a question. Tunaweza kujiuliza swali, Why does mankind say to God, leave us alone? kwa nini mwanadamu kwa Mungu ya kwamba achana na sisi? There are several reasons to this. Kuna sababu kadhaa kwa ajili ya hili. Number one, it's because they're satisfied. Kwanza ni kuwa wameweza kutosheka. It's hard for us to believe. Ni vigumu sisi kuweza kuamini. But there are people who are without God in their lives. Kuna watu ambao hawana Mungu maishani mwao. And they are satisfied to be the way they are. Wameweza kutosheka kukua jinsi walivyo. In Acts 13, Mathayo 13 verse 45 and 46. But 46. when the Jews saw the multitudes, Wakati Wayahudi waliona umati, they were filled with envy wakajawa na usuda, and contradicting and blaspheming. wakiweza kujikinza wenyewe na pia kuweza kunena kinyume cha Roho They Mtakatifu. opposed the things spoken by Paul. Wakapinga ile Paulo aliweza kuyasema.
Then Paul and Barnabas grew bold Paulo na Barnabas wakaweza kuwa jasiri, and said wakasema it was necessary ilikuwa muhimu that the word of God should be spoken to you first. neno lake liweze kusema mbele yenu But kwanza, since you reject it, kwa sababu kwanza mliikataa and charge yourselves unworthy of everlasting life, na mkajihukumu wenyewe wamstahili uzima wa behold, milele. we turn to the Gentiles. Tazama sasa tunawageukia watu wa mataifa. Here is a group of people Hapa wana kikundi cha watu who are satisfied with a religion without Christ. ambao wametosheka na dini bila Kristo, And there are many people like that today. na kuna watu wengi wa leo siku hizi. Thank God that some will respond Nashukuru Bwana kwa maana wengine wataweza when they kuitikia realize they're still lost for eternity. watakapogundua kwamba bado wamepotea kwa ajili ya But there are milele. many people Na kuna watu wengi who sana are satisfied in their state, ambao wametosheka katika hali yao, in spite of being lost and heading to eternal damnation. licha tu ya kuweza kupotea na kukuelekea katika kuteseka wa kuzimu. And I want to challenge you tonight, beloved. Nikipenda kuona changamoto usiku leo mpendwa, Never be satisfied usiwahi tosheka with anything less than the truth. kwa lingine isipokuwa tu kweli. Seek the truth in your life. Tafuta ukweli maishani mwako, Pursue the truth in your kwa ajili ya life. ukweli maishani mwako, Press into it. ng'ang'ana ndani mwake, Hold on to it. ishikilie kwa bidii. Only the truth can set you Ni free. ukweli tu ambao unaweza kuweka huru. The Ethiopian man in the book of Acts Ule jamaa wa Besh kitabu cha Matendo ya Mitume was confused over the scriptures, alichanganyikiwa kuhusu maandiko, and he wasn't satisfied hakuwa ametosheka until he fully understood and fully obeyed the scriptures. hadi akaweza kuelewa vikamilifu na pia kuyapata We maandiko read of vyema. this story in Acts chapter 8 Matendo ya Mitume mlango wa from 8 verse 30. kwa 30. So Philip ran to him Filipo akamwendea and had him reading the prophet Isaiah akimsikia akisoma nabii and Isaya, said, do you understand what you're reading? akasema je, unaelewa kile ambacho naweza And he kisoma? said, how can I unless someone guides me? Akasema nitawezaje ila mtu akaweza And he kuniongoza? asked Philip to come up and sit with him. Akamuuliza Filipo akaweze kuja keti na yeye. The place in the scripture which he read was this. Ile sehemu katika andiko aliyosoma ni hii: He was led as a sheep to the slaughter, aliongozwa kama ondoka katika mahali pa machinjio, and as a lamb before its shearer is silent. na kama mwana kondoo mbele ya mtu wa kumnyoa katika So he mavu. opened not his mouth. Hakufungua kinywa In chake. his humiliation, Katika hali ya kudharauliwa kwake, his justice was taken away. aliweza kunyang'anywa haki yake, And who will declare his generation? na ataweza kutangaza uzazi For wake. his life is taken from the earth. Kwa hivyo umenyang'anywa uhai katika So ulimwengu. the eunuch asked Philip and said, Uletoasha kamuuliza Filipo na kusema, I ask you, na kuuliza, of whom does the prophet say these? nani kwa nabii ameweza kuyasema haya? Of himself or of some other man? Ni kwake ama kwa mtu mwingine? Then Philip opened his mouth Filipo akafungua kinywa chake, and beginning at this scripture, akaanza katika maandiko haya, preached Jesus to him. akamhubiria Yesu kwake. Now as they went down the road, Walipoteremka chini, they came to some water. wakafikia maji And fulani. the eunuch said, Tuacha akasema, see, here is water. angalia hapa kuna maji. What hinders me from being baptized? Nini kinazuia Then Philip kutobatizwa? said, Filipo if akasema, you believe with all your heart, ukiamini today. kote moyoni mwako. And he answered and said, Akajibu na I kusema, believe ninaamini that Jesus Christ kwamba Yesu Kristo is the Son of God. ni mwana wake Mungu. So he commanded the chariot to stand still. Akaamrisha gari gari And kusimama. both Philip and the eunuch went down into the water. Filipo uletu watu wenyewe katika maji yale, Baptized him. akaanza kumbatiza. This man would not rest Huyu jamaa angeweza kupumzika until the truth became a part of his hadi life. kuelekeza kuwa sehemu ya maisha Number yake. two, there are some people that say, leave us alone, La pili, kuna wengine wanasema kwamba achana na sisi because they are afraid. kwa sababu wanaogopa. Have you ever startled a little kitten? Je, ushaichezea ule paka mdogo? It hisses at you. Inaweza kuangalia, It hisses at you kama inagurumia. inagurumia. In other words, it's saying, leave me Kuna alone. mwingine anakuambia kwamba achana na mimi. Have you ever encountered a snake? Je, ushaikutana na nyoka? It hisses. Inaweza kutoa sauti kunguruma. That snake is saying, leave me Hiyo nyoka alone. inasema kwamba achana na mimi.
See, most people are afraid of snakes because of poison. Watu wengi wanaogopa nyoka kwa sababu ya sumu. But snakes strike as a means of defense. Lakini nyoka anaweza kushambulia kama njia ya kuweza kujikinga. It means they're just as afraid of you as you are of them. Inamaanisha kwamba wanakuogopa jinsi wewe pia unaogopa. And it's interesting Inakufurahisha that some people are afraid watu wengine wanaogopa that God will require too much of them. kwamba Mungu atadai mengi kutoka kwao. So they say to God, leave me alone. Wanaambia Mungu achana sisi. Some are afraid Wengine wanaogopa that he might change their life too much. atabadilisha maisha yao zaidi. And so they say to him, leave me alone. Wanamwambia kwamba Mungu achana sisi. I believe there are people Naamini kwamba kuna watu who want to be left alone today wanakuwa leo hii peke yao because they are afraid kama wanaogopa of what it might mean to really serve the Lord with all their heart. kwa kile ambacho kinaweza kumaanisha kutumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. But Jesus says to you and I, Yesu anakuambia mimi na wewe, fear not, little flock, usiogope kondoo wachanga, for it's the Father's good pleasure ni furaha yake Baba mwema to give you the kingdom. kuweza kuwapa There's ufalme. nothing to fear in serving God in our lives. Hakuna kuweza kuogopa kutumikia Mungu katika In maisha yako. fact, the Bible says, Biblia inaweza if kusema God be for us, ikiwa Bwana kwa upande wetu, who can be against us? nani ambaye anaweza kuwa kinyume chetu? Number 3, Na tatu, some want to be left alone ndio na kuachwa peke yao. because they are indifferent. Sababu katika hali ya Kutojali. kutojali. In Matthew 27, Mathayo 27, the chief priests were indifferent ule kuhani mkuu alikuwa mtu ambaye hajali because of sin in their own kwa lives. sababu ya dhambi katika maisha yao. In Revelation chapter 3, Katika Ufunuo mlango wa 3, the Laodicean church kanisa la Laodicia was indifferent, ilikuwa ambayo alijali because of their wealth. sababu ya mali yao. In 2 Peter chapter 3, Petro wa pili mlango wa 3, the scoffers were indifferent. wale watu ambao walikuwa dhihaki walikuwa tofauti, Walikuwa wajali walikuwa wajali to Jesus because they lacked faith. kwake Yesu Kristo kwa sababu walikosa imani. And can I tell you, that is a description Naweza kuambia kwamba haya ni maelezo of the generation we are living in right now. kiasi ambacho tunaishi ndani mwake sasa hivi. We are in a generation of sin without shame. Tuko kizazi ambacho kinafanya dhambi bila We are in a kuaibika. generation that doesn't care about the things of Kizazi ambacho God. kwa ndani yake akijali kuhusu hata Mwenyezi Mungu. Our generation has more wealth than any previous generation. Kizazi chetu kina mali zaidi kuliko kizazi kingine ambacho kimepita hapo But it's kabla. the generation that lacks the faith of generations of the past. Kizazi ambacho kinakosa imani, kizazi ambacho kimeesa kupita. Someone said, Mmoja akasema never has there been a generation hapajai kuwa na kizazi kingine that talked so much about faith ambacho kinazungumza zaidi kuhusu and imani. has had so little faith in them. Kilikuwa na imani kidogo sana ni mwao. Never has there been a generation Hapajai kuwa na kizazi chochote that talked so much about faith ambacho kinasema sana kuhusu and imani. had so little faith. Kilikuwa na imani kidogo. Number 4, some people think the cost is too much. Wengine wanawaza kwamba ile gharama ni kubwa sana. It is true that Jesus does tell those who follow him, Ni kweli Yesu anaambia wale ambao wanamfuata, count the cost. hesabini gharama. There are no hidden charges. Hakuna gharama ambazo zimeweza Jesus kufichika. made it clear. Yesu kaifanya kuwa If wazi. anyone wants to be my disciple, Unataka kuwa mwanafunzi wangu, let him deny himself, wacha jikani, lay down his life, aeke chini maisha yake, take up his cross and achukue follow msalaba, me. aanze kumfuata. He never hid anything. Hakuficha He lolote. was open. He was clear. Alikuwa wazi, alikuwa mmoja kwa But there are alikuwa people wazi. that think that the cost would be too much. Watu wanawaza kwamba ile gharama itakuwa kubwa It zaidi. may be because of their possessions. Inaweza kuwa kwa ajili ya miliki zao. We can talk about the rich young ruler. Zungumza kuhusu tajiri mchanga. He had a desire for the things of Alikuwa God. kwa hivyo vizuri, alikuwa na shauku juu He yake. had a desire to follow Jesus. Alitamani sana kumfuata And Yesu. when he was challenged about his possessions, Alipotoa changamoto kuhusu miliki the zake, Bible says he went away sorrowful Biblia inasema kwamba aliondoka kama mhuzunika, because he had many possessions. kwa maana alikuwa na milki mingi. 1 Timothy 6, Timotheo wa kwanza 6 verse 6 and 7. 6 na 7. Now godliness with contentment Uungu na kutosheka is great ni gain. manufaa For we makubwa. brought nothing into this world, Lolote
katika ulimwengu huko wote katika And ulimwengu wa it leo. is certain we can carry nothing out. Na pia tukiondoka wewe tuko kwa ulimwengu There are ulimwengu. others that fear Kuna wengi ambao wanaogopa because of the issue of time. kwa sababu ya swala wakati. Say, I don't think I want to be so committed to the things of God. Siwezi kana kutulia zaidi katika vitu vyake Because Mwenyezi it's going to Mungu. tie me down. Itaweza kunifunga. I will not be free like I want to. Sitaweza kuwa huru jinsi nafaa kuwa huru. And the Bible says Biblia yasema in 2 Timothy 3:4, Timotheo wa pili 3:4, for in the last days katika siku za mwisho men will be lovers of pleasure watu watakuwa wanapenda nasa more than lovers of God. zaidi ya kumpenda Mwenyezi Mungu. People give themselves today in our generation to all kinds of pleasures, Watu waliozolewa wanajipeleka katika aina yote ya but nasa, they are not excited about the things of God. lakini vyake Mungu havisimukia hata zaidi. There are others that might be waiting Hata kuna wengine wanakuwa for wanangoja the price to go down a little bit. gharama ishuke chini If kidogo. God can just lower his demands and his standards in his word, Ikiwa Mungu anaweka chini tu ile madai zake na viwango katika neno lake, then maybe I can give myself to him. pengine naweza kujipeana kwake. In Acts 24, Watenda Mitume 24, Paul was speaking Paulo alikuwa ananena to Felix. kwake Felix. Felix was a ruler, Felix alikuwa ni and mtawala. Felix was afraid. Felix alikuwa And mwogopa, he said, akasema go away for now. niondokee kwa sasa, When I have a convenient time, nikiwa na wakati ambao I unafaa will call for you. taweza kuita. He never had the convenient time. Hakuwahi upata wakati ambao ni You know what, mwafaka. beloved? Kwa nini wapendwa? Time does not wait for anyone. Wakati ongoji mtu yoyote. I wonder how many are still waiting Na shangaa ni wangapi bado wanangoja for God to have a sale on salvation, Mungu akaweza kufanya mauzo ya or wokovu, to have a reduction of the price ili ama akaweze kupunguza ile gharama so that they can respond. ili wakaweze kuitikia. I can tell you they're going to wait for so long. Naweza kuambia kwamba watangoja kwa muda mrefu, That's not going to happen. haitafanyika. Number 5. Na 5, Many feel they are better off left alone. wengine wanahisi kwamba wako bora kuachwa peke yao. It doesn't require anything at all Haidai lolote when they live their lives that way. wakiishi maisha yao vile. In other words, they are telling God, Na wengine wanamwambia Mwenyezi you Mungu, mind your business as I mind mine. wewe jali shughuli zako napojali shughuli zangu. There are no questions to worry about answering. Hakuna maswali ya kuweza kutilia shaka kuweza kuyajibu. They gamble their destiny on their own goodness. Wanapiga ramali upeo wao katika wema wao wenyewe. There are no challenges to their own preconceived ideas and philosophies. Hakuna changamoto yote katika mawazo yao yaliyotunga na hata And to filosofia. them, the truth can be whatever they want it to be. Na kwao ukweli unaweza kuwa yote wanataka kuwazili kiweze kuwa linaweza Because in kuwa ni their kweli. lives there's no effort. Katika maisha yao hakuna jitihada There are zote. no changes to make. Hakuna changamoto There's tofauti no kwa new kufanya. life to live. Hakuna maisha mapya kuweza They kuyaishi. have self as the complete center of all purpose Hao tu wa binafsi wanapokuwa binafsi kiwa kiini cha and makusudi the yao. meaning to their life. Wanaishi katika maisha yao. They are ruled Wametawaliwa by covetousness, na tamaa, greed, tamaa and selfishness. hatu binafsi. Let me secondly La pili, talk about when we will not want to be left alone. zungumze kuhusu wakati ambao tutataka kuweza kuachwa peke yetu. Because listen to me, beloved. Maana nisikize mpendwa, There comes a time in life inafika wakati maishani when you will not want to be left alone. hautataka kuachwa peke yako. In the greatest storms of your life, Katika dhoruba kubwa za maisha yako you will not want to be left alone. hautataka kuachwa peke yako. You will need encouragement from someone Unataka else. mtu mwingine akaweze kuhimiza. When tragedy strikes in your life Wakati majanga yanapiga maisha yako and things get beyond your reach, na mambo yanaweza kuzidi kufikia kwako, you will not want to be left alone. hautataka kuachwa peke yako. In those times of accidents, Katika nyakati zile za kiajali, diseases and sorrows, maradhi na pia uzuri, heartaches and pain, hali ya kuhusika na pia you will uchungu, need a shoulder to lean on. utataka bega la kuweza You will kutembea. not want to be left alone. Hautataka kuachwa peke yako. Last year when COVID was ravaging Italy, Wakati mwaka uliopita, wakati COVID ilikuwa I read inashambulia the na story of a kuangamiza nurse Italiano, in the hospital. nikasoma hadithi ya muuguzi fulani katika She hospitali. was nursing this old man
man in the ward. alikuwa anashughulikia jamaa huyu mzee katika And the wodi, man was obviously dying. na jamaa kawaida alikuwa na kufa. And he looked at the nurse and he told her, Akamwangalia muuguzi na kumwambia, stay with me. salia na mimi, I'm afraid to die alone. ninaogopa kufa peke Because yangu. listen, beloved, Sikiza mpendwa, there will come a time in life itafika wakati when maisha you will not want to be left alone. hautataka kuachwa peke yako. When you live this life Unapoishi maisha haya, and cross over into eternity, utakapote maisha na kuvuka ng'ambo ya you will umilele, not want to be alone. hautataka kuwa peke yako. There is a journey we are all going to be looking for someone to lead us through. Kuna safari ambayo tazamia mmoja akaweze kutuongoza ni mwake. You will not want to be alone. Hautataka kuweza kukuwa peke yako. In the resurrection, Katika ufufuo, if you are all alone and away from God, kama utakuwa peke yako na mbali na Mwenyezi Mungu, then it will be too late for you, utakuwa umechelewa kwako wewe, because eternal damnation will be your portion. maana hukumu ya kimilele itaweza kuwa fungu lako. The Bible says there are multitudes of believers Biblia inasema kwamba kuna umati wa waamini that are going to rise again. watainuka katika But wafu. if you're one of those who told Jesus, leave me alone, Lakini kama wewe ni mmoja aliyeambia Yesu Kristo, achana na mimi, it will be too late for you. itakuwa umechelewa In the judgment, katika siku ya hukumu. when it's just you and Christ, Katika hukumu utakapokuwa ni wewe na Kristo, Him looking at you, yeye akikuangalia, when no excuse of yours will be valid before Him, wakati hakuna visababu zako vyovyote vitakubalika mbele yake, you will not want to be alone. hautataka kuwa peke yako. You're going to wish like never before Utatamani kama hapo kabla that someone could stand with you, mtu aje kusimama na wewe, because it's a time you will not want to be alone. kwa maana itakuwa ni wakati unataka kuwa peke yako. In eternity, Katika umilele it's only the disobedient. ni kutotii tu, It's only the disobedient, ni kutotii peke wale yako. wasiotii, Wale wasiotii, who will be left alone in hell, wale wasiotii wataachwa peke yao kule kuzimu, while the people of God wakati watu wake Mwenyezi Mungu will rejoice together forevermore. watafurahia pamoja And milele. can I tell you tonight, Naweza kuambia usiku wa leo, God won't leave you alone. Mungu hata kuacha peke yako. God's people cannot dare to leave you alone either. Watu wake Mungu hata kuacha peke yao. You are too precious to be left alone. Wewe ni wa dhamana zaidi kuachwa peke yako. That's why God is always reaching out to you Ndio maana Mungu anakufikia kila mara through His word, kupitia neno lake, through His people, kupitia watu wake, to get your attention, upate umakini wako that you may not perish. usiweze kuangamia. As you're busy telling Him, leave me alone, leave me alone, God says, I love you too much, I don't want to lose you. Unaposhukuru unasema kwamba Mungu achana na mimi, achana. Mungu anasema kwamba nakupenda zaidi, sitaki I kukupoteza. can tell you tonight, Naweza kuambia usiku wa leo, do not wish usiwahi tamaa or desire to be left alone. ama kuwa na shauku kuachwa peke yako. We can talk about the rich man and Lazarus. Mzee kuhusu jamaa tajiri na The Lazaro. rich man had everything. Yule tajiri alikuwa na kila He kitu, wanted nothing to do with God. au nataka kufanya na Mwenyezi Mungu, nataka lolote. Lazarus was a poor man, Lazaro alikuwa mtu full maskini, of sores, amejawa na vidonda, majipu ama vidonda, suffering in his life. ateseka maishani mwake, Both of them died. wote wamekufa. The Bible says the rich man goes to hell. Biblia inasema tajiri akaelekea kuzimu, He's burning anachomeka in torment. katika mateso, He's all alone. ako peke yake, There's no one there to comfort him. hakuna yote pale He's kumfariji, burning. He's so thirsty. anachomeka, kuna He kiu kubwa. looks up and he tells Abraham, just tell Angalia juu, someone ambia tu mtu to dip their finger in water that a drop may fall to me. atumbukize kidole kwenye maji, kisha donge moja ikianguka katika ulimi wangu. Right there, he was all alone, Pale alikuwa peke yake, suffering for his sin, ateseka kwa ajili ya dhambi zake, in eternal torment. katika mateso ya kimilele. Don't wish or desire Usiwahi tamani ama kuwa na shauku to be left alone. kuachwa peke yako. We need God in our lives. Tunahitaji Mungu maishani mwetu, We need His protection. tunahitaji ulinzi wake, We need His comfort tunahitaji faraja yake at all times wakati wote as we go through the journey of faith and life. tunapopitia safari ya imani maishani. We need God in this journey of life. Tunahitaji Mungu katika safari hii ya maisha. And instead of telling God, leave me alone, Badala ya kumwambia Mungu achana na mimi, you need to be telling Him, nafaa ukimwambia God, I need you more. Mungu, in nakuhitaji my life. zaidi maishani mwangu, I need more of you, God. nakuhitaji zaidi yako Mungu.
You are all that I want in my life. Wewe ni wa pekee nahitaji maishani mwangu. You cannot dare to tell God, leave me alone. Huwezi leo kumwambia Mungu achana na mimi. We need him in our lives. Tunamhitaji maishani He's mwetu. our hope, he's our strength. Ni tumaini letu na nguvu zetu. And that needs to be our desire. Nafai kuwa shauku yetu That God, I need more of you. kwamba Mungu anahitaji zaidi I yako need you na in my kuhitaji life. maishani mwangu. I like every head bow, Kila kitu kinameshwe, every eye closed. macho yafungwe. Wherever you are this moment, Malipotu ulipo wakati huu, maybe you're streaming from your home or wherever. pengine katika nyumba yako unaweza kuona ibada mahali popote. Think about it. Iwazie, How many times do people tell God, leave me alone? mara ngapi watu wanaambia Mungu achana na mimi? Every time you reject the message of salvation, Kila wakati unakataa ujumbe wa you're wokovu, telling God, leave me alone. unamwambia Mungu achana I na mimi. don't want you. Mind your business as I mind mine. Sikutaki, jali shughuli zako, But jali I can shughuli tell you zako. the problem is Naweza kuambia shida ni kwamba judgment is coming. hukumu yaja, It is either going to be heaven or hell. aidha itakuwa mbinguni ama kuzimu. The choice is ours. Machaguzi ni yetu. Maybe you're there, you've been streaming, you've been listening. Pengine uko pale, umekuwa katika mtandao na ibada, You're saying, mkusikiza. you know what, Pastor? Sema unajua nini mchungaji? I feel so guilty. Na hisi na I'm one of those who's been telling God, leave me alone. Mimi yule ambaye namwambia Mwenyezi Mungu But I achana don't na want to mimi. live my life that way. Sitaki kuishi maisha yangu I vile. need God. Namhitaji Mungu. You know what? Unajua nini? The Bible says, for God so loved the world, He Biblia inasema loved you, kwa ajili ya Mungu akupenda ulimwengu that He gave His alipenda, only begotten Son, akamtoa mwanawe wa kipekee, that whoever believes in Him yote mwamini should not perish, asiangamie, but have an everlasting life. awe na uzima wa milele. Jesus came down to this earth, Yesu akaja chini katika ulimwengu, died a painful death at the cross of Calvary, kafa kifo kichungu msalabani Kalvari, that your sins and my sins could be forgiven. dhambi zako na zangu zikaweza kusamehewa. And I have good news for you. Nina habari njema kwa The ajili blood yako. of Jesus still has power Damu tonight. yake Yesu bado ina nguvu siku ya Bring you leo. change, Ina mabadiliko, forgiveness of sins, msamaha wa dhambi, and a newness of life. upya wa But maisha. you have to respond to Him. Inafaa uitike tu kwake. You're there, you're saying, you know what, Pastor? Unasema ni mchungaji, Today, I want to give my life to Jesus. napenda kumpa Kristo maisha yangu. I want to surrender my life to Him. Nataka kuachilia maisha yangu I want to kwake. be forgiven of my sin. Na kusamehewa dhambi zangu Wherever zote. you are, raise up your hand. Mwanapotu ulipo na mkono wako We will juu. be happy to pray with you. Tutakuwa furaha kuomba nawe. Maybe you're there, you're saying, I'm Wengine uko backsliding. lazima nimrudi nyuma. I once knew Jesus, Fulani nilimjua Yesu, but I went back to sin. kaudi katika dhambi. But today, I want to come back to Leo hii Jesus. ningependa kuja kwa Yesu Raise up Kristo. your hand Mkono also. wako juu pia. We will be happy to pray with you. Tutakuwa furaha kuomba nawe. And everyone who's raised up your hand, Ningependa kuinua mkono wake juu. I want to lead you in a prayer Ningependa kuongoza katika that ombi. Jesus may come into your heart. Ili Yesu akuje moyoni mwako. You repeat this prayer after me, Rudia ombi hili nyuma yangu. believing from your heart. Ukiamini kutoka katika moyo Say, wako. dear Lord Sema Jesus, Bwana Yesu, I come before you. naja mbele zako. I confess that I've sinned against you. Naungama nimefanya dhambi kinyume chako. I ask you, Jesus, Nakuuliza to Yesu, forgive me of all my sins. unisamehe dhambi zangu. Wash me with your precious Nioshe blood. kwa damu yako ya dhamana. Make me to be a new person. Fanya kuwa kiumbe kipya. Jesus, come into my heart. Yesu, kuja moyoni mwangu. Be my Lord and Uwe Savior. Bwana mwokozi wangu. Thank you, Jesus, Asante Yesu for forgiving me kwa kunisamehe and for setting me na free. kuniweka huru. In Jesus' name. Kwa jina lake Father, Yesu. right now in the name of Jesus, I pray for these precious souls, God. Lord, I commit them into your hands. I pray that you may touch them, you may keep them, you may sustain them, Father God Almighty. I pray, God, that you may raise them up, that they may be living testimonies of your saving power and grace. I break every chain and bondage in their lives in the name of Jesus. And I plead the blood of Jesus upon them, that no work of the devil shall prevail. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. If you raised up your hand and we prayed with you, Kama una mkono wako juu kuomba na wewe, I want to request you to get in touch with us ningependa kuuliza kwamba through the email address on the screen or the phone number on the screen kupitia barua pepe katika we skrini will be hiyo, more than ambazo katika happy skrini hiyo utakuwa zaidi wa furaha to help you to stand and to live for God. kusaidia kusoma pia kuishia Mwenyezi Talking to Mungu. God's people. Nena na watu wake Mwenyezi Mungu. Leave us alone. Achana na sisi. How many times have we done that to God? Ni mara ngapi tumemfanyia Mungu vile? We may not have spoken it audibly, Tunaweza kosa kuisema waziwazi, but our actions lakini matendo yetu tell God, leave me alone. tunamwambia Mungu achana na mimi. And there are people here. Kuna watu hapa You need to repent inafaa ukatubu for shutting God out of your life. kwa kumfunga Mungu nje ya maisha yako. When you don't commit yourself to the word of God, to prayer,
into spiritual things, you're telling God, leave me alone. Unapojifunga kwa vitu Mwenyezi Mungu na neno lake na maombi, naambia Mungu ya kwamba achana na You mimi. need to repent Nafaa ukatubu for shutting God out of your life. kwa kumfungia Mungu There nje are ya other maisha yako. people here, you need to deal with pride in your life. Watu wengine mahali hapa ushughulikie kiburi maishani mwako. It is what is blocking God out. Inamfungia Mungu It nje. is what is hindering God from moving in your life. Inamzuia Mungu kutembea katika maisha And yako. this is a challenge to us all, Na hii changamoto kwetu sisi to wote. commit to allow God and others to reach in. Kujitolea kwa uuliza Mungu Because kwenye beloved, kati. if you are left alone, you will perish. Wapendwa, ikiwacho peke yako We need utaangamia. God in our lives. Tutaji Mungu maishani We need mwetu. other people in our lives. Tutaji watu wengine katika And maisha God has yetu. spoken to you, God has challenged you. Mungu amekuzungumzia, Mungu I want you, amekupa wherever you are right now, to make commitments to God. Ningependa mahali pote ulipo sasa hivi There are tuombe those who Mungu. need to repent, you need to deal with issues in your heart. Wala wanafokeze kutubu shughulika masuala maishani mwao. Let God touch you, let God minister to you. Wacha Mungu Raise your akusaidie voice kuhudumia. and talk to Him right Wacha now. kuzungumza Mungu Let Him asifiwe. touch you, let Him move upon Wacha you. kugusa tebe yako. Hallelujah. Hallelujah. Let's raise our voices and Kile talk sote to tunaye God. Yesu Mungu And let Him hapa. touch us Wacha tuguse. as we sing this chorus. Tunapoimba pambio hii. Bila wewe Yesu mimi Siwezi. bila wewe mimi Siwezi. oh bila wewe Yesu mimi Siwezi. bila wewe Wewe Yesu. siwezi bila upendo wako kwangu Siwezi. siwezi Bila wewe Yesu. siwezi Siwezi. bila uongozi wako kwa maisha yangu siwezi Bila wewe Yesu. siwezi uniongoze Bwana popote niendapo hadi siku ya mwisho tajio Baba niongoze Yesu wewe Bwana popote niendapo mimi hadi ni siku ya mwisho Baba hadi siku ya mwisho mfalme wa ajabu tajio Baba nipate Let's worship the Lord. Let's give the Lord praise. Father, Lord God, that we glorify you, God. Ricanto ribayando robo. Yalabaya reketereba. Ikaba robo sanaraba robo. Yalabaya rando robo sa. Ikaba robo yakabo. Yedede rebekereba. Rikaba baba robo yarababo. Hallelujah, God. Hallelujah. Never desire in your life Usiwahi tamani maishani mwako tell God, leave me alone. kumwambia Mungu achana na mimi. Instead of telling God, leave me alone, you need to tell Him, God, I need you more. Badala ya kumwambia Mungu kwamba achana na mimi, na mwambia I kwamba need more nakuhitaji of zaidi. you in my Hitaji life. zaidi yako maishani That mwangu. needs to be our desire Inafaa kuwa shauku and yetu the cry of na our heart. kilio cha moyo wetu. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Mungu awabariki. I appreciate you for streaming in tonight. Nashukuru mtandao usiku wa leo, nashukuru zaidi. God bless you. Mungu awabariki. Remember prayers every morning. Kumbuka maombi kila siku Sunday asubuhi. morning service is going to be streamed at 10:30 Baada ya asubuhi Jumapili ya asubuhi saa and 4:30 also at 5 in the na evening. pia jioni saa Let's be 11. faithful in that. Tuaminifu katika And hayo. let's allow God to keep ministering to our lives and hearts. Ruhusu Mungu kuendelea kudumu God katika bless maisha you yetu. again. I appreciate Mungu awabariki you. sana Have zaidi. yourself a Washukuru wonderful zaidi. night. Kuna usiku ambao Amen. ubarikiwa. Brother Dan, close us in prayer. Tuweze kuomba. Baba, tunasema mfalme wa ajabu, ni asante kwa kuweza kuhudumia siku ya Jumatano, mfalme wa ajabu. Tunasema ni asante Bwana
maana umeahidi ya kwamba unatuacha pekee yetu, mfalme wa ajabu. Tusaidie tuzidi kuamini na kutumikia, ili tusiweze kupotoka katika mawazo yetu kujitafutia wewe, sema kwamba utanisi mfalme. Tunapoondoka mahali hapa tunaamini kwamba neno hili litasaidia maisha yetu, kutusaidia kuweza kutembea katika maisha ya mfalme wa ajabu. Tunakuletea sifa kwa Kristo mpaka nikiamini. Amen. Tembea na Yesu, 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 tembea na Baba, tembea na Yesu, Bwana Yesu kiongozi, sisi nyuma yake, tembea na Yesu. Bwana Yesu daktari, sisi wanawake, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea, 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 tembea na Yesu. Bwana Yesu mbele yetu, sisi nyuma yake.